Haleluya. Wakati tunaadhimisha maadhimisho haya, hatuna budi kwa dhati kabisa kuungana na Watanzania wengine kumpongeza na kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa na nzuri anayoifanya ndani ya taifa letu. Naomba tumpigie makofi mengi rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia amekuwa ni kielelezo cha wanawake majasiri, wanawake wenye uthubutu, wanawake wenye uwezo mkubwa wa kukabidhiwa jahazi na wakaweza kulifikisha jahazi hilo salama ufukweni. Kwa wale ambao tumekuwa tukitembea kwenye mito na maziwa makubwa, lakini na kwenye bahari, tutaona namna gani ambavyo mawimbi makubwa ambayo huwa yanatokea wakati wa safari, lakini kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kukabiliana nayo na hatimaye nchi inasonga mbele na maendeleo makubwa yamekuwa yakifikiwa. Mwenyekiti wa halmashauri amesema baadhi ya maeneo machache sana ambayo rais wetu amefanya kazi nzuri sana. Mkurugenzi amesema, lakini risala inaeleza kwa kifupi sana namna gani ambavyo serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza kwa wanawake katika swala zima la kuwakomboa kiuchumi pamoja na kijamii, lakini na hata kisiasa. Tulikotoka, tulipo na tunakokwenda ni kuzuri sana, na ndio maana hata kauli mbiu ya mwaka huu inasema wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji, jukumu ambalo kwa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya kazi nzuri sana. Kwa upande wa kuwekeza kwa wanawake, uwekezaji mkubwa umefanyika kwa upande wa wanawake kiuchumi, lakini pia kijamii na hata kisiasa. Lakini kwa upande wa haki na usawa, mwenyekiti amesema vizuri, tokea ameingia Dr. Samia Suluhu Hassan wote sisi tumekuwa tukiona namna gani ambavyo amekuwa kinara wa haki na usawa katika kuhakikisha kwamba anatekeleza mazingira rafiki ya utetezi wa wanawake, lakini na watoto kwa ujumla, lakini utetezi wa jamii kwa ujumla. Tume mbalimbali zimeundwa ili kusudi kuangalia, kupima na kuona wapi tulipo na maeneo gani ambayo tunahitaji kuwekeza zaidi ili kumfanya mwanamke kwa huru kwa 100%. Leo hii tunashukuru sana. Kazi hiyo ndio ambayo inatufanya sisi wote kutembea kifua mbele. Lakini leo hii tunashukuru sana, kazi yoyote ndio inawafanya wanawake wa taifa hili kutembea kifua mbele. Leo kila mwanamke anakuwa jasiri kwa sababu ya mwanamke mmoja tu ambaye amesimama imara na kupeperusha bendera ndani ya taifa letu. Nani kama wakina mama? Makofi mengi kwa wakina mama. Lakini unapozungumzia siku hii ya wanawake, unapozungumzia siku ya wanawake, kwa miaka hii tunayokwenda nayo, huwezi kuzungumzia ukaitafsiri na ukaichanganua bila ya kuzungumzia ujasiri wa wanawake. Kwa hiyo si Dr. Samia Suluhu Hassan tu, hata wanawake wa Mbali leo wamekuwa majasiri kwa sababu mwanamke aliyesimama juu ameonyesha njia vizuri sana. Makofi mengi wanawake wa Mbali na wanawake wa wilaya ya Kilosa. Nataka niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kuwajengea uwezo, lakini serikali itaendelea kuwekeza kwenye fursa za kuwakomboa ninyi wa kina mama. Endeleeni kujikusanya pamoja, lakini kile kinachokuja kitumieni na tija yake iweze kuonekana. Tunaamini kwamba ukimwezesha mwanamke mmoja umewezesha kundi kubwa sana kuweza kukomboka, na kupitia ninyi ambao tayari mmeshajikusanya pamoja, mmeshapata mwelekeo, basi ninyi mtakuwa walimu wazuri kwa kizazi ambacho leo hii kinachipukia, nao pia kufuata nyayo zenu na wao siku mkikaa nyie pembeni waweze kukamata gurudumu hilo na kuweza kulisukuma mbele. Kauli mbiu yetu imesema wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki na usawa na uwezeshaji. Sasa katika huo uwezeshaji ndio maana pia tunajengea uwezo. Mna nafasi ya kugombea. Mna nafasi ya kugombea kwenye uchaguzi wa mwaka huu 2025 utakapofika. Bahati nzuri nafasi hizi hazina mwenyewe, ni nafasi zenu wote. Muda utakapofika, hizo nafasi ambazo zitaanishwa udiwani, ubunge, nendeni mkachukue fomu na muombe kupitia kwenye vyama vyenu vya siasa ili muweze kuteuliwa na hatimaye muweze kupeperusha bendera. Tumesikia takwimu za madiwani ndani ya halmashauri yetu ya wilaya. Tulikotoka na tulipo sio pabaya. Tulipo ni pazuri zaidi. Ni imani yetu hatutarudi nyuma tena, bali tutasonga mbele kwa nguvu na spidi zaidi. Na mimi naamini kabisa
dhamira na malengo ya nchi hizi za SADC mpaka kufikia 2030 kuwa na 50-50 yataweza kufikiwa kutokana na spidi hii ambayo tumekuwa tukienda nayo. Kazi inafanyika vizuri, uhamasishaji unapokelewa vizuri, wakina mama mna utayari, lakini wakina mama mmekuwa mna uthubutu wa hali ya juu. Kwa hiyo kufikia 50-50 katika ngazi hizi za maamuzi sio jambo la kubahatisha wala sio jambo la bahati mbaya. Muda ukifika tunaamini kabisa kwa sababu tumewaandaa vizuri na nyinyi mmepokea vyema, tunaamini kabisa mtaweza kufikia malengo yenu ambayo mmejiwekea. Ndugu zangu akina baba, tubadilike. Dunia imebadilika. Sasa hivi wewe utakuwa mtu wa ajabu sana ukiendelea kumdhalilisha mwanamama huyo ambaye ameshajikomboa na ambaye anabeba uchumi na uwezeshaji wa familia zetu. Wewe ukawa sehemu ya kumrudisha nyuma na kumkandamiza kwa kumdhalilisha, iwe kumdhalilisha yeye ama kumdhalilisha mtoto. Unapomdhalilisha mtoto, uchungu wa mama huyu umemrudisha nyuma kwa hatua kubwa sana, kwa sababu yeye tarajio lake na yeye maono yake na dira yake sasa hivi ni kwamba wao wamesimama imara, sisi tuwaunge mkono. Sasa niwaombe sana ndugu zangu, vipigo kwa wakina mama havisaidii, lakini vile kuwapora mali zao wanapochuma, kwa sababu ndio eneo kubwa ambalo limekuwa likitatiza sana. Wanapambana, wanachuma mali zao, inafika wakati sisi kwa sababu tu ya maumbile yetu sisi tunajifanya kwamba tuna nguvu zaidi mbele yao ili kupora kile ambacho wao wenyewe wamechuma, kusimama kama nguzo ndani ya familia. Lakini vile udhalilishaji wa wanawake, ubakaji, ulawiti na vitendo vingine ambavyo vinakwenda kinyume na maadili ya jamii yetu. Niwaombe sana ndugu zangu akina baba, hebu sasa ifike mahala wote tuseme haya yote yamefikia mwisho. Tunahitaji wilaya ya Kilosa iliyo salama. Tunahitaji wilaya ya Kilosa ambayo wakina mama hawa watabaki salama nyakati zote. Serikali imefanya kazi kubwa sana ya kuleta maendeleo katika ngazi mpaka ngazi ya vijiji na vitongoji. Leo hii hakuna shida ya huduma za afya. Leo hii hakuna shida ya huduma za maji safi na salama, hata kama kuna changamoto hapo baadhi ya maeneo. Lakini leo hii tumeendelea kuimarisha huduma za upatikanaji wa miundombinu ya umeme, lakini vile tumeendelea kuimarisha huduma katika sekta ya usafiri na usafirishaji. Yote hayo ili ni kumtua mwanamama na mzigo wa kusimamia na kuendesha familia zetu, ili kusudi kuweza kuwa na jamii na taifa ambalo litakuwa limesimama imara katika maendeleo yetu. Tuna kazi moja tu ya kuwajengea uwezo wa watoto wetu kielimu. Na bahati nzuri ndugu zangu wafugaji, nyinyi sasa hivi mmeamka na mko vizuri sana. Mmekuwa mkisomesha watoto vizuri sana na tumekuwa tukiwaona wamekuwa mfano mzuri sana katika jamii yetu. Endeleeni kuwekeza kwenye elimu ya watoto wenu. Huo ndio ukombozi kwa siku zijazo.